Bwana Yesu asifiwe. Ni wasaa mwingine tena ambapo tunaendelea na programu zetu, leo ikiwa ni siku ya 4. Siku ya 4, na leo pia tutaangalia mada zetu ambazo zinasema jinsi ya kumjua Mungu. Jana tulikuwa na somo lililokuwa linasema msingi wa kumjua Mungu, na toka juzi tuliangalia msingi wa kumjua Mungu sehemu ya kwanza, na tuliangalia pia jana msingi wa kumjua Mungu sehemu ya pili. Sasa leo tutaingia kuchunguza jinsi ya kumjua Mungu ambaye ni Baba. Tutaangalia tafsiri ya hili neno Baba, lakini pia tutachunguza neno hili Baba kwa maandiko matakatifu namna yanavyofunua. Ni kualike tunapoanza tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee. Asante kwa ajili ya ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji popote pale alipo, babu Bwana anafuatilia mada hizi akiwa na shauku ya kukujua wewe, akiwa na shauku ya kumjua Yesu Kristo uliyemtuma kwa ajili ya wokovu wetu. Ya Bwana, tusaidie ili kwamba maneno yako haya unayoyafunua kwetu tuyaelewe, ili kwamba upepo unaovuma katika ulimwengu huu wa madanganyifu ya yule adui, Bwana, usiweze kuasili maisha yetu. Tusonge mbele, tukukaribie wewe, tukuchunguze wewe, tukufahamu, tukupende, na hatimaye tukuabudu katika uhalisia wako na katika makusudi ambayo ulikusudia kwetu. Neema yako yatosha, katika jina la Yesu, amina. Leo tunachunguza mada inayosema Mungu Baba. Katika Biblia hii, katika neno la Mungu, neno Mungu au neno Baba ukilichukua lenyewe tu kama Baba, inawezekana Baba imegawanyika katika Biblia, Baba imegawanyika katika sehemu kama sio 2 au 3. Baba anayejulikana kama mzazi aliyekuwa na mke na hatimaye wakakutana na wakapata mtoto, ambaye huyu mtoto kwao anawaita baba, na baba ikimaanisha mlezi, baba ikimaanisha anayefanya familia hii isonge mbele, familia iendelee. Huyu ni baba. Lakini pia neno baba katika Biblia inajulisha kwa mfano. Karibu tena katika siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya uongozi na ulinzi wake ambao tena ametupatia leo, ikiwa ni siku ya 4 katika mifululizo hii ya jinsi ya kumjua Mungu. Na katika siku ya leo tutaangalia, kwa sababu siku 2 zilizopita tumeangalia msingi wa kumjua Mungu, na tukasema ya kwamba neno au maandiko matakatifu ndiyo msingi wa kumjua Mungu, na tulichunguza na kugundua mambo kadhaa, jinsi Biblia inavyojifunua, jinsi Mungu anavyojifunua kupitia neno lake. Na katika siku ya leo tunachunguza jinsi Mungu anavyojifunua kama Baba. Na anapozungumzia Baba anamaanisha mahusiano yaliyopo kati yake na sisi wanadamu. Pia neno Baba limetamkwa mara 1063. Hii mara 1063 imechambua katika sehemu ya kwanza ikizungumzia habari ya Baba ambaye anakuwepo ulimwenguni na amesababisha familia au watoto wawepo katika ulimwengu huu, na wale watoto humuita yeye kama Baba.
Lakini sehemu ya pili inamaanisha baba ambaye wakati fulani ni kwamba mtu umekutana na mtoto, umemchukua na unamlea kama mlezi, na hatimaye wewe huyo unayemlea anakuita wewe kama mzazi, kama baba. Lakini pia tafsiri ya tatu anapozungumzia habari ya baba katika Biblia inamaanisha hii ndio msingi ambao leo tunauchunguza sasa, ya kwamba baba ambaye ndiye chanzo cha wewe kuwepo, baba ambaye ndiyo msingi wa maisha ya wewe na mimi, baba anamtegemea yeye siku zote. Hivyo katika siku ya leo tutachunguza hili neno, na nikupeleke kwenye tafsiri ya neno hili ya Mungu Baba katika lugha ile ya Kiebrania. Neno hili Waebrania walipenda kulitumia neno hili wakiita Aba. Aba ndio linalomaanisha neno baba, lakini neno Mungu kwa Kiebrania inaitwa Eri, ambalo lina maana ya baba katika muktadha wa kiroho baba, na kimuundo au katika muktadha wa kiroho neno aba au katika muktadha naomba nirudie maneno haya. Katika muktadha wa kiroho na kimuundo wa neno aba inatafsiriwa pia kama chanzo. Kwa hiyo neno aba Kiebrania kimaanisha yeye ni chanzo, lakini pia kimaanisha kwamba yeye ndiye chanzo cha hekima au chanzo cha nguvu, chanzo cha kila kitu, chanzo cha uhai. Kwa hiyo neno baba linapoingia kumhusu Mungu inamaanisha yeye ndiye chanzo cha kila kitu, chanzo cha maisha yako, chanzo cha maisha yangu. Lakini pia neno hili linapomhusu Mungu kama baba linamaanisha ya kwamba uhai wangu na uhai wako umetokana na yeye. Kwa hiyo baba, neno Biblia inapozungumzia habari ya baba wa mbinguni haimaanisha kwamba yeye kuna jambo alilifanya na hatimaye sisi tukatokea kwa kama tafsiri za kidunia, kama vile ambavyo wanadamu wanavyokutana, kama vile ambavyo Mwanzo inavyosema ya kwamba Adamu akamjua mkewe, mkewe akapata mtoto. Sio kwa mfumo huo. Baba wa mbinguni au baba kama Mungu ambaye amekuwa ni chanzo cha uhai wako na uhai wangu, lakini pia ni Mungu ambaye amekuwa ni chanzo cha kila kitu. Na ndio maana tunasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo vyote vilitoka kwake, na kwa sababu vimetoka kwake, na ndio maana kwa hiyo tunamuita baba, kwa sababu ya kwamba yeye ndiye chanzo cha maisha yetu, yeye ndiye kila kitu kwetu, yeye ndiyo uhai wetu. Kwa hiyo anakubali kupokea heshima ya baba kwa sababu sisi tumetokana na yeye, Lakini pia neno hili linaonyesha uhusiano wa karibu, upendo na utegemezi kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo pia ninapozungumzia habari ya neno baba inamaanisha mahusiano yaliyopo, upendo uliopo wa karibu zaidi kati ya sisi wanadamu na Mungu ambaye yeye ndiye muumbaji wetu, yeye ndiye ambaye ndiye mruzuku wetu, yeye ndiye ambaye ni msaada wa kila kitu kwenye maisha yetu. Lakini pia Yesu pia alizungumza sana neno hili. Yesu alitumia sana muda mwingi, alitumia neno hili. Unaposoma kile kitabu cha Marko sura ile ya 14 na fungu lile la 36, akionyesha uhusiano wa karibu na Mungu. Na Paulo pia alihimiza waumini
kulitumia jina hili unaposoma kile kitabu kile cha Wagalatia sura ya 4 mstari ule wa 6. Kwa hiyo hao wote Paulo na Yesu wote wanazungumza, na Yesu pia anapotumia muda mwingi anakisema baba yetu wa mbinguni, baba yenu wa mbinguni, baba wa mbinguni. Hayo yote yakimaanisha yale mahusiano, yale malezi, au kwa sababu yeye alikuwa ni chanzo. Na wakati fulani unaweza kuniuliza swali ya kwamba kama yeye alikuwa chanzo na Yesu naye anatumiaje akimuita yeye kuwa ni baba yake, na sio yeye tu, na hata yeye mwenyewe Mungu wakati fulani anatumia kwamba tazama, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na hata hivyo pia unaposoma Yohana anasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Sasa habari za Yesu leo hatutazungumza sana, maana ni somo linalofuata siku ya kesho. Sasa leo tunazungumza habari za Baba. Kwa hiyo tunaona kwamba anakubali kupokea sifa ya jina hili kwa sababu yeye ni chanzo, yeye ndio mlezi wetu, yeye ndiye mlinzi wetu, yeye ndiye anayetupatia uhai wetu. Hivyo ndivyo vinavyofanya yeye awe baba kwa viumbe vyake. Na kwa namna hii pia ni kupeleka sehemu nyingine. Wana wa Israeli na zamani hizo, Mungu Baba walitumia sana na haikujulikana sana, kwa sababu kuna majina ambayo mara nyingi sana wao waliyaangalia, na ukisoma Biblia haimtambulishi sana kama Baba kwenye kitabu kile cha vitabu vya Mwanzo au Agano la Kale. Jina la utambulisho wake ambao amejifunua na kuja kujifunua kama Baba mara nyingi umeanza kuanzia kitabu kile cha Isaya. Kianzia kitabu cha Isaya, pale ndipo ameanza kuonyesha, na Isaya anamtambua Mungu kama baba yetu. Na hayo maneno pia tutayangalia na tutayachunguza kidogo, lakini hebu tuzungumze maneno machache hapa. Anasema Baba inasisitiza, Mungu Baba inasisitiza kuwa Mungu ni chanzo cha hekima, Mungu ni chanzo cha amani, lakini pia Mungu ni chanzo cha uzima. Baadhi ya maneno hayo tumetangulia kuyazungumza pia, kwamba tunamuita Baba kwa sababu yeye ni chanzo cha kila kitu. Lakini pia anasema Mungu Baba ambayo inaitwa Yahweh au Elohim katika Agano la Kale, majina kama Yahweh ambaye ni Mungu wa agano. Kwa hiyo unaona yale maagano ambayo Mungu alikuwa akiweka pamoja na Israeli, akiweka pamoja na wana wa Israeli, na ndipo walikuwa wakitumia yeye, wakimtambulisha yeye kama Yahweh. Lakini pia walimtambua kama Mungu muumba ambaye alikuwa anaitwa Elohim. Sasa katika sehemu hiyo pia tuna majina hayo yalitumika, lakini neno Baba linapokuja linajenga picha. Neno Baba linapokuja baada ya haya majina ya Elohim, baada ya El Shaddai, baada ya neno hili majina kama Yahweh. Sasa baada ya hapo unapokuja katika Agano Jipya, linapokuja jina ambalo ndio amezungumzwa sana kama Baba au Mungu Baba, linapokuja linajenga picha ya utunzaji. Kwa hiyo unapokuja kwenye lugha kwa Agano la Jipya, jina Baba linakuja kama ndiye mtunzaji, ndiye anayetunza. Lakini pia inamaanisha utunzaji kwa aina gani? Utunzaji kwa njia ya ibada, kwamba mifumo yote ambayo wanadamu wanavyojenga mahusiano naye inaonyesha ya kwamba yeye ndiye kiongozi, yeye ndiye anayesimamia maisha yao yote. Lakini pia katika sehemu hii tutaangalia pia neno la Kigiriki linalohusiana na Abba au Baba.
Neno hili la Kigiriki linamaanisha nini? Nasema katika Biblia neno Mungu Baba linatokana na maneno mawili. Neno la kwanza linaitwa Theos, na ambayo linamaanisha Mungu, lakini pia neno la pili linaitwa Pater ambayo inamaanisha baba. Lakini pia hao wa Greek nao walikuwa wanamaanisha ni neno linalosisitiza Mungu kama chanzo, kama Waebrania walivyokuwa wanamaanisha kama yeye ndiye chanzo. Lakini pia neno hilo hilo Mungu Baba, Waingereza wao walitumia neno God the Father. Lakini pia na wao pia walimaanisha uhusiano wa karibu na wa binafsi kati ya mtu na Mungu, uhusiano wa karibu, upendo au utunzaji wa kiroho kati ya Mungu na wanadamu. Lakini pia katika sehemu hiyo pia tutaangalia kitu kingine ambacho kinachomaanisha sehemu, mfano anapotumia neno God the Father. Neno God the Father anamaanisha yeye kama chanzo, tumeshatangulia, yeye kama ni chanzo, yeye kama ndiye muumba wetu. Lakini pia sehemu nyingine yeye ni mlinzi wetu, ambaye anatumia neno provider. Lakini pia anatumia neno yeye ndiye mtunzaji wetu, ambaye anatumia neno natural au anatumia neno nature. Lakini pia Baba anahusika na mahitaji ya watoto wake. Kwa hiyo jina hili linapotokea kwenye maandiko, bado ilikionyesha kwamba yeye ndiye mruzuku wa maisha yetu sisi sote. Hivyo neno hili unapolitambua, usiliingize katika mfumo wa kawaida kama vile ambavyo wanadamu wanavyotengeneza maisha yao na hatimaye kutokea wazazi au kutokea baba. Ukiliingiza hivi na ukamtazama Mungu katika mtazamo wa maisha kama baba wa kibinadamu, hautamuelewa na hautamfahamu vizuri, hautamjua vizuri, na hatimaye utaingizwa kwenye mashaka, na mashaka haya yatakutoa kwenye neno la Mungu, na hata hivyo utashindwa kumuelewa, kwa sababu mtazamo wa baba aliye wa kidunia ni tofauti na mtazamo wa baba aliye wa mbinguni anavyojifunua kupitia neno lake. Lakini pia jambo lingine ni kupeleke hapa katika kitabu hiki cha neno hili la Kiingereza ambayo tumia neno God the Father. Lakini pia tumia neno yeye kama authority, kama mwenye mamlaka. Lakini katika Agano Jipya neno hili hutumika sana zaidi ya mara 150. Kwa hiyo ukiona katika Agano Jipya linalomhusu Yesu, anazungumza sana habari za baba yetu, baba yangu aliye mbinguni, lakini pia baba yenu iweni watakatifu kama vile baba yenu alivyo mtakatifu. Haya, au Mungu alivyo mtakatifu. Hiyo inamaanisha ni namna ya mahusiano yanavyoendelea kati yako na kati ya Mungu, mahusiano ya kina, mahusiano wa karibu zaidi. Na hii inatokana na nini? Inatokana kwa sababu yeye hata kabla hujauzaliwa yeye alikutakasa, na hata kabla hujaumbwa yeye alikujua, kwa mujibu wa kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 1 na fungu lile la 5. Kwa namna hiyo utagundua ya kwamba yuko na anaendelea kuwa pamoja nawe, na anatamani umwelewe na anatamani umjue, ili kwamba maisha yako yaweze kuwa na mantiki, wa kuwa na ibada ya pekee kwake, kumjua. Ukishamjua ya kwamba ndiye baba yako kwa kuumbwa, ndiye baba yako kwa kukulea, kwa kukutunza, kwa kukutegemeza, kwa kukupatia riziki zote unazozihitaji katika ulimwengu huu na katika maisha haya, basi utaonyesha ibada ya shukrani kwake, utaonyesha heshima kwake, utaonyesha sifa kwake. Baba kwa lugha ya Kiarabu anatumia neno Allahi al-Abi, al-Abi, Allahi al-Abi, na hii ndiyo inayomaanisha Mungu Baba. Mungu kwa lugha ya Kiarabu inatumia neno Allahi, lakini baba anatumia neno al-Abi, al-Abi. Neno al-Abi maana yake ni baba. Hiyo neno hili nalo pia linaashiria mamlaka, inaashiria upendo, inaashiria chanzo cha uhai,
Kwa hiyo hata kwa lugha hiyo ya Kiarabu anapotumia neno Allahi al-Abi, maana yake ni kwamba yeye ndiye mwenye mamlaka, yeye ndiye mwenye kujali, mwenye upendo, lakini pia yeye ndiye chanzo cha uhai wako na uhai wangu. Lakini pia hilo lingine tutaliacha kwa sababu hiyo neno al-Abi pia kuna neno limeongezeka hapo inaitwa al-Ibn. Al-Ibn na al-Ibn ni inamaanisha mwana, ambalo hilo pia tutalichunguza siku ya somo linalofuata. Kwa hiyo katika sehemu hii tunatambua na tunagundua ya kwamba Mungu amejifunua kwa amependa na anafurahishwa sana tunapomjua, tunapomtambua kama baba yetu, tunapomjua kama ndiye mruzuku wetu, kama ndiye chanzo cha uhai wetu. Na ni kweli yeye ni chanzo kwa sababu ndiye aliyetuumba. Lakini pamoja na hapo ndivyo anavyoshughulika nasi katika swala la ukombozi, baada ya kuacha ile njia aliyokusudia tuishi, baada ya kuacha mpango wake wa maisha yetu ya milele, kuanguka katika uovu, ndipo Mungu anakuja akitafuta mahusiano, akitafuta kuturejesha kwenye makao yetu ya milele. Lakini ninapoelekea mwisho, ngoja nisome aya kadhaa katika Biblia ili utagundua ya kwamba ulikuwa ni mpango madhubuti wa Mungu, na amependezwa sana na anafurahishwa sana tunapoelewa na tunapotambua na tunapomjua kama baba pekee ambaye yeye anaweza kutupatia uzima, anaweza kutupatia uhai wetu ukaendelea, anaweza kutupatia mahitaji yetu yote ambayo tunahitaji. Katika kile kitabu cha Isaya, ambapo hapa ndipo jina la baba linafunuliwa kama Mungu. Fungua nami ile kitabu cha Isaya sura ile ya 63 na mstari ule wa 16. Isaya 63 mstari ule wa 16, neno la Bwana linasema, maana wewe ndiwe baba yetu, ijapokuwa Ibrahimu hatujui, wala Israeli hatukiri. Wewe Bwana ndiwe baba yetu, mkombozi wetu, tangu milele ndilo jina lako. Kwa hiyo hapa anamfunua Mungu aliye baba, kwamba yeye ndiye baba yetu, hata kama Ibrahimu alikuwa hatujui, hata kama Israeli hatukiri, lakini yeye ndiye baba yetu. Wewe ndiwe baba yetu na ndiwe mkombozi wetu tangu milele, hili ndilo jina lako. Lakini pia tutasoma kile kitabu cha 64 mstari ule wa 8. 64 mstari ule wa 8 anasema, lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe u mfinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Pia anatambua ya kwamba wewe ndio baba yetu, na hii inamaanisha ya kwamba ni baba kwa kutuumba. Yeye ndiye aliyetufinyanga na akaweka pumzi ndani yetu, na leo tunaongea na tunakwenda. Kwa hiyo pia inaonyesha na inampa sifa Mungu kama baba. Lakini pia jambo lingine, utasoma kile kitabu cha Malaki 1 fungu lile la 6 na Malaki 2 fungu lile la 10, ambapo hapa ndipo maneno au majina kama baba yanapohitimishwa katika kitabu au katika Agano la Kale. Malaki fungu lile la 6 anasema, mwana humheshimu baba yake, na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Hapa anawauliza wana wa Israeli baada ya kupoteza heshima yao kwa Mungu wao, baada ya kupoteza heshima
kwa Mungu aliye muumbaji wao. Na hapa anawauliza kama kuna watoto waheshimu wazazi wao katika mazingira haya, katika maisha haya ya hapa duniani, ambao wanakutana na kwa njia ya kujuana, na hatimaye watoto wanatokea, na wanapotokea watoto hawa wanajali, watoto hawa wanaheshimu wazazi wao. Mungu aliye baba yetu, Mungu aliye chanzo cha uzima wetu, Mungu aliye chanzo cha amani yetu, Mungu aliye chanzo cha hekima yote, anatuuliza yeye kama baba yetu, heshima yake iko wapi? Lakini pia ukisoma kile kitabu cha hiyo Malaki 2 na fungu lile la 10, tunapohitimisha maneno haya na tafakari hii, inaonyesha ya kwamba ile 10 inasema, je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba siye mmoja tu? Basi mbona kila mmoja wetu anamtenda ndugu yake mambo ya hiana, tukilinajisi agano la baba zetu? Kuna agano la baba zetu, lakini hapa nawaambia, je, baba yetu sio mmoja? Na neno hili pia wakati fulani Yesu anawaambia wanafunzi, anawaambia Wayahudi ya kwamba msifikiri ya kwamba baba yenu ndiye Ibrahimu. Hapa tunachotaka kuzungumza ni nini? Siri ya neno la Bwana, siri ya kumjua Mungu. Ni lazima pia tumjue Mungu katika utendaji anaojifunua kama baba. Baba aliye chanzo cha kila kitu, baba aliye chanzo cha uhai wetu, baba aliye mlezi wetu, baba ambaye anadhihirisha upendo, na baba ambaye anajenga mahusiano ya kina na watoto wake. Hivyo Bwana akipatia hekima, Bwana anipatie hekima ya kulielewa neno lake, ili mwisho wake niweze kubaki kwenye mstari, niweze kubaki kwenye njia iliyo sahihi, ili kwamba heshima yake niweze kumrejeshea kama anavyokusudia, kama ilivyokusudiwa, kama anavyotaka, kama ilivyo shauku yake, ili kwamba niweze kumpenda, niweze kumtii, na hatimaye niweze kumwabudu